Ya 8. Msikilizaji, sehemu ya 7 ya riwaya hii tumeishia pale ambapo mwanadada Lightness amekwenda kwa daktari kwa ajili ya kupata ushauri wa kitaalamu, lakini wakati akiendelea kupata maelekezo, ghafla akaanza kujihisi vibaya, kizunguzungu, na ghafla akapoteza fahamu. Nini kiliendelea? Ungana nami kuanzia hivi sasa, Pasco Tuliano, ninayekusimulia riwaya hii, lakini mtunzi akiwa ni Xaveri Iluoga, anayepatikana kupitia nambari za simu 0672493994. Tafadhali tufuatilie simulizi zetu media katika mitandao mbalimbali ya kijamii, hasa YouTube. Ukiingia huko hakikisha una subscribe. Lakini unapatikana kupitia nambari za WhatsApp za 0757567253. Na sasa tusonge mbele katika sehemu ya 8 ya riwaya hii iitwayo Machozi ya Damu. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama kawaida ndoto huwa inaashiria jambo fulani ambalo umelifanya, unafikiria kulifanya, au ndio linakuja kutokea hapo mbeleni. Usingizi ule mzito haukuja na kutoka bure hivi hivi, bali uliniotesha ndoto moja nzuri sana ambayo sikutamani hata iishe. Ndoto hiyo ilihusu watu watatu. Watu hao walikuwa pamoja katika fukwe nzuri pembezoni mwa bahari ya Hindi. Mama alimshika mkono wa kushoto mtoto wa kiume, na mtoto alimshika baba yake mkono wa kushoto. Wote watatu walionyesha kukimbia na kutabasamu kwa pamoja. Walitibua mchanga wa fukwe na wote kushangilia. Kuna muda kwa umoja wao huo walifika hadi katika maji. Waliyakomba katika viganja vyao na kurushiana kwa bashasha huku wakifurahi. Mwanamke huyo katika hiyo ndoto, ndugu zangu, alikuwa ni mimi mwenyewe. Mtoto alionekana kabisa sura na alikuwa ni wa kiume. Tatizo lilikuja katika kutambua sura ya baba. Sura yake ilikuwa ni kama kimvuli hivi. Hakuonesha kama ni Mr. X au kuna mwanaume mwingine. Nilihangaika sana kuitafuta sura hii kama nilishawahi kuiona hapo mwanzo, lakini sikuipata kabisa. Niliendelea kuhangaika hadi pale niliposhtuka. Habari za jioni shemeji. Kufumbua tu macho nilikutana na salamu hiyo. Inaonekana mtu huyo alikuwa karibu yangu muda mrefu sana akisubiri nifumbue macho. Alikuwa ni daktari. Nzuri. Niliitika na kujivuta kutazama sehemu ambayo nipo. Mungu wangu. Nilishituka baada ya kujikuta kitandani. Nilibonyeza simu iliyopo karibu yangu na kukuta ni majira ya saa 12:30 za jioni. Niligeuza macho kumtazama mwanaume yule. Sasa kwa nini daktari kuniamsha hadi umeniweka kitandani? Hujui mimi mke wa mtu? Niliongea kwa kujihami huku nikiangalia kama nipo salama. Nikajikuta niko vile vile kama nilivyokuwa mwanzo. Niko na nguo zangu kabisa. Nilijikusanya hadi kutoka katika kitanda hicho ambacho kipo karibu tu na masofa. Bado palikuwa ni sebuleni pale. Shemu, unajua kwa hali uliyokuwa nayo ilinipasa nifanye hivi kwanza. Mimi ni daktari. Sasa ningewezaje kukuruhusu utoke ukiwa katika hali ile? Nimekupumzisha na kuendelea kufanyia huduma ya kwanza hadi sasa ulipozinduka. Alijitetea daktari yule, usoni akitabasamu. Mbona nililala mapema sasa? Tatizo lilikuwa nini? Niliendelea kuhoji kwa usalama wangu. Nilianza kuwaza ya kwamba aliweka dawa katika kinywaji kile alichonipa. Unajua ni mshituko wa jina. Inaonekana haupo sawa katika uongozi wako wa akili. Kuna mawazo yanakutesa sana hadi kusababisha uvimbe kichwani. Kwa hiyo shukuru Mungu tu imekuanza ukiwa na daktari, alijibu. Na wakati huo nilishatoka pale kitandani na kuelekea kule kwenye makochi. Nilichukua mkoba wangu na kuaga. Okay, asante dokta. Nadhani tutaongea kiundani zaidi nikifika nyumbani. Naomba niende. Nilikusanya kila kilicho changu tayari kwa kuondoka. Shem, naomba nikusindikize tafadhali.
kwa sababu na mimi pia naelekea nje kidogo, kwa hiyo ningeomba nikupe company hadi kwako ili uwahi pia. Aliongea kwa ishara za kikomo, nami sikuona haja ya kukataa usafiri wake. Laiti ningesubiri daladala kwa jioni ile, ningechelewa sana nyumbani. Basi ndugu zangu waandishi wa habari, nikapanda gari lake na safari ikaanza mdogo mdogo. Kichwa changu kilikuwa na mawazo sana. Kilikuwa kinawaza tukio lililotokea hivi punde. Nikajikuta najibinya sehemu yangu ya siri kuona kama nilipatwa na maumivu. Lakini kwa vile nilikuwa nimekaa sikuhisi kitu. Lakini maswali mengi sana yalikuwa yanapita kichwani mwangu. Hivi nilizimia au nilisinzia? Kwa nini aniweke kitandani? Alinibebaje hadi kufika hapo kitandani? Au ni simu? Simu pia nilikuta ipo kitandani, wakati mkoba nilioweka hiyo simu ulikuwa kwenye kochi. Aliwezaje kuitoa simu kwenye hiyo pochi? Akanisogeza hadi pale nilipo. Ndugu zangu waandishi wa habari, nikajiuliza na kujiuliza maswali kibao kipindi bado nipo katika gari yake. Naye alikuwa ananiangalia kwa wiziwizi tu pindi nilipokuwa nahangaika kujitafuta. Jamani, wanaume wabaya sana. Mungu ni mkubwa. Nilifika nyumbani, sikumkuta mume wangu. Hilo nilishukuru ili kuepuka maswali mazito ya mfululizo. Jambo la kwanza ni kuelekea bafuni na kuvua nguo zote niangalie kipi kiliendelea nyuma ya pazia. Nilivua nguo zangu za juu na mwisho kumalizia za chini. Nilikuja kugutuka nguo zote zimeisha, huku moja sikuivaa na haikuwepo katika mwili wangu. Ilikuwa nguo yangu ya ndani. Nilihamaki baada ya kuona nguo hiyo ya mwisho haipo katika mwili wangu. Moyo ulinienda mbio sana ndugu zangu. Nikagusa na sehemu yangu ya siri, lakini sikuielewa vizuri kwa wakati ule. Ilikuwa kama kuna mtu ametoka kuichezea. Nilitukana tusi moja kubwa sana kwa mzazi wa Daktari Fanny Laurenti. Kanifanyia nini huyu? Niliendelea kuhangaika nikiwa mwenyewe. Nikahisi mwanga wa taa ya juu hautoshi. Nikachukua simu na kujimulika sehemu yangu ya siri. Oh my God! Nilikutana tu na michilizi kama majimaji hivi ikiwa imekauka pembeni mwa sehemu zangu za siri. Nilianza kutetemeka sana ndugu zangu baada ya kuona hali hii. Nilipangusa kwa vidole vyangu viwili vya mkono wa kushoto na kusogeza puani ili ninuse. Ilikuwa ni harufu ya shahawa. Niligundua kuwa ni mbegu za kiume. Nilipiga kelele nzito sana nikiwa peke yangu. Ndugu zangu waandishi wa habari mnaonitazama muda huu, huku machozi yakinitoka. Mikono ilihangaika kuifungua simu yangu japo nimpigie na kumtusi yule daktari muuaji. Nilihisi kabisa nguvu zinanishia, lakini niliweza kutoa neno siri katika simu yangu. What? Nilihamaki tena kwa mshituko baada ya kuona simu yangu ina picha ya kitu ninachokitafuta. Yule daktari mshenzi kumbe aliweka picha ya nguo yangu ya ndani kama picha kwenye kioo, yani display. Sikujua alipiga kwa ustadi gani ile picha, na iling'aa sana kwa kweli. Nilihofu sana wakati huo. Kama aliweza kupiga picha nguo yangu ya ndani na kuiweka hadi kwenye kioo cha simu yangu, basi atakuwa ameshafanya makubwa zaidi huyu mwanaharamu. Nikajikuta na bonyeza nambari 911 kupiga simu kituo cha polisi. Lakini ninaeleza nini huko kituo cha polisi? Nilijikuta naanguka tena chini na kupoteza fahamu. Msikilizaji, laiti alipofika hapo alisimama kusimulia kwa muda. Ndani kukawa giza kwa majonzi. Kila mtu alikuwa anamtafakari sana huyo daktari ambaye laiti amemgusia. Hata mimi kuna maswali yalikuwa yanagonga sana kichwani kwangu. Upi muunganiko wa haya yote hadi kumuua mume wake? Ama kweli haya yalikuwa ni machozi ya damu? Hakuna mtu aliyehisi njaa siku hiyo. Kila mwandishi alikuwa makini sana sehemu ile. Wengine walishindwa hata kuficha hisia zao. Walilia pamoja na mtuhumiwa Light.
mtuhumiwa wa mauaji wa kesi ya mume wake wa ndoa. Basi Light akaendelea kusimulia. Ni sahihi kuwa majaribu ni mtaji, ndugu zangu. Light alianza tena kurudi katika masimulizi. Bado alikuwa anajibu swali la kwa nini ni machozi ya damu. Basi aliendelea kusimulia pale alipoishia. Ndugu zangu waandishi wa habari, nilikuja kushtuka nipo hospitali. Pembeni alikuwa mume wangu ambaye uso wake tu ulionyesha kuwa na maswali. Kwa nini alinikuta katika hali ile? Kama ilivyo kawaida yake, mume wangu alitabasamu tu baada ya mimi kufumbua macho. Mimi sikutabasamu hata kidogo kwa kweli, kwani nilijua kuwa tabasamu lake limejaa unafiki sana. Lakini ni jambo la kushangaza kuwa mume wangu alibadilika sana kwa kipindi hiki. Yale mapenzi ya mwanzo yalirudi tena, ndugu zangu. Basi nilipata dawa kadhaa za kutuliza maumivu ya kichwa na kurejesha mwili katika nguvu zake. Kila nikimkumbuka ile daktari mshenzi, mwili wangu ulikuwa unaingia tena katika wasiwasi. Leo hii baada ya kurudi nyumbani, nikisimama kwenye kioo muda mrefu sana nikiutazama mwili wangu, mawazo mengi yalikuwa yakipita akilini mwangu. Inawezekana kweli huu mwili ni kikwazo tosha kwa wanaume. Cheki nilivyo. Hata chuo walinitamani wengi sana, na wengi niliwakazia. Sasa Dr. Fanny kanipata kirahisi hivi. Huyo mbwa lazima nimfungulie jarada. Lakini nitafungua kwa kosa gani? Sintadhalilika mimi jamani. Na mume wangu akisikia hivyo na jinsi alivyo, basi hakuna tena ndoa hapa. Nifanyeje? Au acha nitamuua kwa siri. Nitamuua kwa mikono yangu Dr. Fanny, mshenzi sana yule. Ndugu zangu waandishi wa habari, nilijiongelea yote hayo nikiwa najitazama mbele ya kioo. Kumbe mume wangu alikuwa ananiangalia tu muda wote huo. Nikapata wasiwasi kama atakuwa ameshaambiwa kitu na Dr. Fanny ambaye yeye alimwamini kama ndugu yake. Lakini haikuwa hivyo. Alikuwa mtu mbaya sana. Mume wangu alinisogelea na kunikumbatia akitokea nyuma yangu. Mwili wangu ulisisimka sana kwa kulikumbuka joto hili kwa takribani miezi mingi sana. Nilijikunja vyema ili mikono yake iweze kupita hata katika sehemu zangu za mbele. Sasa mke wangu, huku nakoelekea siko kabisa. Yaani ndio umefikia hata hatua ya kuweka nguo ya ndani mbele ya kioo cha simu kweli? Aliongea taratibu mume wangu huku akinibusu shingoni. Nilichomoka mikononi kwake na kusogea hatua kadhaa. Moyo ulinipiga pa. Nikakumbuka kuwa kweli sikufuta picha hiyo. Haraka nikaelekea katika simu iliyokuwa kitandani na kuifungua. Usiwe na wasiwasi, nimeshaibadili. Niliona haipendezi mama. Aliongea tena na kunifuata nilipo. Alinishika tena vile vile kwa kubana mwili wangu. Nilianza kuendana naye kama alivyotaka. Laiti ningekuwa nina wasiwasi, basi angegutuka tu kuwa sipo sawa. Mume wangu alikuwa na hamu ya mapenzi kwa siku hiyo. Hivyo sikuwa na budi kumtunuku. Nilifanya naye japo si kwa ustadi sana kama ilivyozoeleka. Hata hivyo nilijitahidi sana kutokana na uchovu. Hakugomba. Alilala chali baada ya kutimiza mshindo mmoja. Naam, msikilizaji, nini kitaendelea baada ya yote hayo yaliyojiri katika sehemu hii ya 8? Tafadhali endelea kuungana nami Pasco Tuliano katika mwendelezo wa riwaya hii iitwayo Machozi ya Damu. Tufuatilie pia simulizi zetu media katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwa jina hilo. Na WhatsApp tunapatikana kupitia nambari 0757 567253. Tukutane sehemu ya 9. Ni
Machozi ya damu, sehemu ya 9. Msikilizaji, riwaya hii imeandikwa na mtunzi Xavier E. Luoga na hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Tufuatilie simulizi zetu media katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Upande wa YouTube tunatumia jina hilo. Tafadhali hakikisha una subscribe. Wasiliana nasi pia kupitia nambari ya WhatsApp ya 0757 567253. Na sasa tunasonga mbele kuendelea kusikiliza mkasa huu wa mwanadada Lightness Mkombo akitusimulia yaliyomkuta katika ndoa yake hadi kupelekea hii leo yupo gerezani. Sehemu ya 8 tulishia pale ambapo mwanadada Light anatueleza ya kwamba alipofika kwa daktari kwa ajili ya kupata ushauri wa kiafya, isivyotegemewa daktari yule alimwekea kilevi katika juisi na hatimaye kupoteza fahamu. Alipozinduka alijikuta ameingiliwa na daktari yule na sasa amefanikiwa kurudi nyumbani. Mume wake bado hajamshitukia. Maisha yanaendelea. Sasa tusonge mbele. Ndugu zangu waandishi wa habari, siku moja huzaa nyingine na nyingine huzaa wiki pia. Zilipita wiki 3 sasa tangu nikutane na yule daktari mshenzi. Ndani ya wiki hizo zote 3 mume wangu alirudi katika mstari. Alikuwa ananiongelesha hadi muda ambao sihitaji kuongea. Alirudi tena kuwa malaika mume wangu. Kuna siku nilianza tena kujihisi vibaya. Kichefuchefu kilinikaba sana na kutamani kutapika. Kwa uzoefu wa mwanamke ambaye tayari amewahi kuzaa, basi kitendo hiki tunaita ujauzito. Kumbukumbu za daktari Fani zikarudi tena kwa mara nyingine. Nikakosa amani kabisa ndugu zangu. Niliomba Mungu kuwa kama kweli ni ujauzito, basi uwe ni wa mume wangu. Nilishika tumbo langu na kutoa taarifa kwa mume wangu. Haraka nilipelekwa hospitali na kuchukuliwa vipimo. Kwa nini mume wangu asishangilie hospitali nzima? Alipiga kelele za shangwe hadi askari aliyeko zamu alimtoa nje. Laiti mimi nikawa na mimba ya pili. Lakini wasiwasi wangu ulikuwa kwa Dr. Fani, japo sikutaka kuamini kwamba alinibaka. Nilifumba macho tu na kusema hakunifanya chochote. Niliamini kabisa ile mimba ni ya mume wangu. Jamani wanaume, sina hamu na ninyi kabisa. Kama nilivyoeleza hapo awali ndugu zangu, ilionekana kuwa furaha ya mume wangu ilikuwa katika mtoto. Mapenzi yalirudi kwa kasi sana. Alikuwa ananihudumia kila kitu. Alikuwa akirudi nyumbani mapema na mambo mengine mazuri. Siku moja nilitumiwa jumbe kama 10 hivi upande wa WhatsApp. Zote zilikuwa mfumo wa picha na namba iliyotuma picha hizo ilikuwa ni ngeni. Basi nikazifungua zote na kuanza kuzipitia moja baada ya nyingine. Picha ya kwanza ilionyesha ile nguo yangu ya ndani niliyoiacha kwa Dr. Fani. Nilishangaa sana. Itakuwa huyu mshenzi ametumia namba ngeni. Lakini mbona ananifanyia hivi? Kwa nini? Nililalama lakini sikuwaza sana kwani picha hiyo nilianza kuizoea. Picha ya pili ilinionyesha mimi mwenyewe nikiwa nipo uchi wa mnyama kabisa. Tena nimelala pale pale nilipoamka nyumbani kwa Dr. Fani siku ile. Hapa moyo uliniuma sana. Yaani alinivua nguo zote. Alinifanya nini? Tena nilionekana nikiwa katika usingizi mzito. Mungu nipe nguvu, nilijisemea. Picha ya 3 ndugu zangu ilionyesha tupo wote wawili. Wote tukiwa kitandani, wote tukiwa uchi. Bila shaka alitumia kamera ya juu kufanya huu upuuzi. Hapa nikathibitisha kuwa kweli Dr. Fani alinibaka. Tena alinibaka nikiwa sijielewi. Kwa kweli nilipagawa sana ndugu zangu waandishi wa habari. Ameona mwili wangu bila ruhusa, bila shaka amenichezea sana tu. Machozi yalianza kunitoka. Taratibu nikamalizia na picha 2 zilizofuata. Moja ni picha ambayo ilipigwa tukiwa katika penzi zito na Dr. Fani. Picha hii ilionyesha bado tupo uchi na ilipigwa juu pale pale kama zilivyo za mwanzo. Nikaishiwa nguvu ndugu zangu. Kichwa kikawa kinajiuliza, je, ni mshitaki au nifanyaje? Lakini nikitoa picha hizo hadharani, basi nitadharaulika sana mimi. Mume wangu atanichukuliaje? Wazazi wangu je? Kwa maana safari yangu kwa Dr. Fani sikumjulisha yeyote yule.
Nilikuwa nimechanganyikiwa kabisa, ndugu zangu waandishi wa habari. Kitu kingine nilichojiuliza ni kuwa ana mpango gani na mimi na kwa nini alinitumia zile picha. Nilitamani kumtukana matusi ya nguoni huko WhatsApp na kuifuta ile namba pamoja na zile picha, lakini hata nikifuta yesi atakuwa nazo tu. Wazo lilikuja kichwani ni kumuua kabisa Dr. Fani. Nitamuua kimya kwa mikono yangu huyo mshenzi. Nilijisemea mwenyewe, mkono ukishika tumbo langu ambapo mwanangu amekaa. Niliona sawa kabisa kutoa uhai wa Dr. Fani. Wakati ule ujumbe wa kawaida uliingia katika namba ile. Niliufungua ili kujua ni nini kimeandikwa. Najua nimekutisha kidogo kukutumia hizo picha, lakini nia yangu ya kufanya hivyo ni kwamba ulinishawishi sana jinsi mambo yako yalivyo, kiasi cha kumuonea wivu rafiki yangu. Shem, hakika wewe ni mzuri, sio mfano. Siku iliyokuja nyumbani nilishindwa kujizuia. Nashukuru Mungu nilifanikiwa kutimiza ndoto yangu. Sasa najua unajiuliza kwa nini nimekutumia hizo picha. Sikuwa na lengo la kukuumiza, hapana. Lakini lengo langu ni kukuthibitishia kuwa huyo mtoto aliyoko tumboni kwako ni wa kwangu. Na uthibitisho ndio huo nilokutumia, kwa maana ya tarehe pamoja na picha. Hata mimi nilikuwa na shida na mtoto. Ulipofika kuniambia kuhusu matatizo ya mtoto, basi nilijua kabisa wewe na mume wako hamna uwezo wa kuleta kiumbe duniani kikiwa salama kabisa, kutokana na kupishana vitu vingi sana. Hivyo nikaona nimsaidie pia kuhusu ndoa yako. Usije kuhangaika kunitafuta mimi. Nipo nje ya nchi kikazi na sitatoa taarifa wala kusambaza hizi picha popote pale. Nitunzie mwanangu. Ipo siku atakutana na baba yake. Ndugu zangu waandishi wa habari, ujumbe wake mrefu uliishia hapo. Kwa machungu niliyokuwa nayo nilijikuta natumia dakika 20 kuandika ujumbe wa kumjibu. Simu yote ililowana kwa machozi. Niliandika ujumbe mzito na kumtumia, lakini hakuonesha kuusoma. Ujumbe haukufunguliwa na wala sikuona tena namba hiyo ikiwa mtandaoni hadi hii leo. Namba zake zote hazikupatikana kabisa Dr. Fani. Nilishindwa cha kufanya zaidi ya kumpigia magoti Mungu na kumuomba, kwa maana yeye ni muweza wa yote. Kadiri siku zilivyozidi kwenda mbele, nilijikuta naanza kuzoea hali na kila kitu nilimkabidhi Mwenyezi Mungu. Mume wangu hakujua chochote kile kinachoendelea. Kuna muda nilitamani kutoa ule ujauzito, lakini niliwaza hali ya mume wangu itakavyokuwa. Mume wangu alikuwa chizi sana kwa mwanamke ambaye anashika ujauzito wake. Alileta nyumbani kila kitu na sasa alinipeleka hospitali kila siku za Mungu kupima kama mtoto wake atakuwa salama. Vipimo vikaonesha kuwa ni mtoto wa kiume, na hapo mapenzi yakaongezeka kwa kiwango cha juu, bila kujua mtoto huyo sio wa kwake. Sio wake kabisa, ni wa mshenzi Dr. Fani. Miezi 5 na hatimaye ukawa mwezi wa 7, wa 8 ukaja tena na vituko vyake. Kipindi hiki mume wangu alinifuata na kunipigia magoti. Mke wangu, hali ndio kama ile kama nakumbuka. Si unajua sisi wanaume waoga hasa kuhudumia wanawake wajawazito. Yapasa mdogo wako Vai aje tena. Mwambie na muomba aje. Mume wangu aliniomba mdogo wangu aje kutusaidia, nami nilimsikiliza. Ujauzito huu ulikuwa tofauti sana na ule wa mwanzo. Wa mwanzo nilimtesa sana mume wangu, lakini nilijifunza tayari. Iliweza kujidhibiti na kila kitu kilikuwa sawa kabisa. Ndoa ikawa moto. Baada ya siku 3 mbele, alimtumia nauli mdogo wangu Vai, na kesho yake baada ya kupata nauli alifika. Kwa sasa mdogo wangu alibadilika kidogo. Hakuwa kama yule aliyekuja mwanzo. Huyu alikuja na madenguzi mno, mzito, jeuri. Yani sikupata msaidizi hapa jamani. Badala yake alikuja kunitonesha kidonda changu. Msikilizaji, sehemu ya 9 tunaishia hapo. Lakini swali la kujiuliza ni je, nini kitaendelea baada ya hapo? Tayari tumefahamu kumbe ujauzito wa Light si wa Mr. Xaveri, bali ni ujauzito wa Dr. Fani. Mr. Xaveri ataligundua hili, na kama atagundua, nini kitatokea? Wakati huo Violet tayari amekwisha kurejea kwa ajili ya kumhudumia dada yake wakati huu kuelekea kujifungua. Yatajirudia yale ya mwanzo ama kuna mengine mapya yanakuja? Endelea kusalia nami, Pasco Tuliano. Ninaendelea kukusimulia riwaya hii nikianukuu maneno kutoka kwa manadada
Lightness Mkombo ambaye yupo ndani ya gereza na leo yuko mbele ya waandishi wa habari, anaeleza kisa na mkasa kilichopelekea yeye kufungwa maisha jela. Hakikisha una subscribe katika YouTube channel ya Simulizi Zetu Media ili uendelee kuwa kwanza kupata simulizi hizi. Asante. Ni sehemu ya 10 ya riwaya iitwayo Machozi ya Damu. Riwaya iliyoandikwa na mtunzi Xavier E. Luoga, anayepatikana kupitia nambari za simu 0672493994. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano kutoka Simulizi Zetu Media. Tunapatikana kupitia nambari ya WhatsApp ya 0757567253. Tafadhali hakikisha una subscribe YouTube channel yetu ya Simulizi Zetu Media ili uendelee kuwa kwanza kupata simulizi mbalimbali tunazoziweka. Na sasa tusonge mbele katika sehemu ya 10. Ndugu zangu, mabadiliko ya tabia mdogo wangu yalifahamika mapema sana. Si unajua kuwa kimfaacho mtu chake? Safari hii hatukufanana kabisa na mdogo wangu Vai. Nilikuwa nikimtuma sehemu basi ananikata kwanza jicho kali, tena bila aibu wala uoga. Kisha ndio asimame kwa kurusha mikono na kwenda. Na akienda kama ni sehemu ya kutumia dakika 10 basi anahakikisha hadi nusu saa inafika. Sijui alitumia dawa gani kukuza zile nywele zake za kipilipili. Safari hii alikuja na unywele mdogo wangu. Unywele mzito unang'aa kama vimulimuli vya magari ya wagonjwa. Kale kamwili kake kadogo kakapotea kabisa. Umbo lilimjaa sasa. Hii ilipelekea muda mwingi kujitazama kwenye kioo. Mabadiliko mengine ni kuongea. Mwanzoni mdogo wangu alikuwa sio mwongeaji. Alikuwa kama kamanda wa serikali, mtu wa ishara na vitendo, lakini safari hii alikuwa anaongea sana mdogo wangu. Kuna muda alikuwa na download taarabu mtandaoni na kuziweka kwenye vipaza sauti vya nyumba nzima, kisha naye anaanza kufuatisha maneno yote yaliyomo. Nilijikaanza kumzoea kwa sababu ni mdogo wangu, na siku zote binadamu hatufanani, na mabadiliko kwa binadamu ni swala la lazima. Yote 9-10 kuanza kumzoea mume wangu. Hapo ndipo tulipokwaruzana. Mume anajua nilipomtoa. Hapa nilimkanya kweli kweli awe na adabu na hekima kwa shemeji yake. Unakuta mume wangu akirudi kazini na mimi ndio hali yangu kusimama ni tabu, basi anamkimbilia kumpokea na kumuao juu. Halafu utasikia kwa sauti ya kujiomesha eti shem. Lo, ajishikilie bana. Mume anauma sana jamani. Lakini kitendo hicho ndicho kilichosababisha mpasuko mwingine wa familia. Jamani, siko hazigandi. Nikajifungua salama salmini kabisa. Mtoto wa kiume mwenye afya tele. Lakini hakufanana kabisa na mama yake wala baba yake mlezi Mr. X. Mtoto tadhani amemchukua Dr. Fani, halafu umemtoa kopi na ndo unampata yule mtoto. Baada ya kumuona tu, hamu yote ya kuwa binadamu ninayepumua iliniisha. Nilihisi tena kichefuchefu kinakuja, dalili za mimba nyingine. Mtoto huyu hakuja na baraka kabisa ndugu zangu waandishi wa habari, lakini alikuja kuniumbua kwa umalaya wangu wa kulala na wanaume tofauti. Lo! Laiti alipofika hapo alimeza mate. Waliojua lugha za ishara basi walimletea maji ya kunywa. Aliyabugia yote hadi akaisha. Akatulia kwanza kwa sekunde kadhaa kulitazama kopo lile la maji. Ni kama alijikuta na jisahau sehemu alipo na akaanza kuchezea sehemu ya mkanda wa maandishi katika kopo lile. Kitendo hicho kiliwaliza tena watu wengi ukumbini humo. Hii iliashiria kuwa mhusika anapitia wakati mgumu sana. Licha ya yote hayo, alikosa msaada na ndio sababu akili yake kama ilimruka hivi. Niamini mimi ya kwamba laiti hakuendelea kusimulia hadi yule mwanamke mwandishi alipoenda tena kumsogelea na kumnong'oneza jambo. Hapo laiti alishtuka na kuomba samahani. Alikohoa kidogo na kumeza mate. Kisha akaendelea. Unajua, muda mwingi nilikuwa najiuliza kwa nini
waseme maji ni uhai. Baada ya kupata majibu nikayaleta katika mada ya ndoa. Maji ya kwenye ndoa ni amani. Bila amani basi hakuna ndoa. Hivyo ndoa yangu ilikosa maji. Ilianza kunyauka taratibu na kila mtu aliyepo karibu yangu alianza kunichukia. Mume wangu alianza kupoteza tabasamu lake kabisa. Lile tabasamu ambalo kila siku nilijua ni la kinafiki na uongo, basi kwa sasa sikuliona tena. Alianza kurudi tena katika hali yake ile ya mwanzo. Kuna siku aliniuliza swali dogo sana, nikashindwa kutoa maelezo vizuri. Akaondoka bila kusema chochote, hakurudi nyumbani. Aliniuliza eti kwa nini mtoto ana tabia za ajabu. Sikumjibu kwa sababu nilijua fika mtoto huyo amerithi kila kitu kutoka kwa baba yake mzazi. Hamwezi amini ndugu zangu waandishi wa habari, katika watu ambao nilikuwa nawaza kuwaua basi ni huyo mtoto. Nilipanga nimbinye siku moja hadi ashindwe kupumua. Hakuwa na faida yoyote ile zaidi ya kunikumbusha tukio la ubakaji. Baba wa mtoto bado alikuwa kimya tu, hajawahi kunitafuta wala sina ishara yoyote ya kwamba yu sehemu gani. Sikupata barua wala ujumbe toka siku ya mwisho aliponitumia zile picha. Siku hii ambayo nilikwaruzana na mume wangu, basi na mdogo wangu aliniaga anatoka na tarudi asubuhi yake. Alikuwa mkubwa sana, hatukupishana miaka mingi kiasi cha kumbishia. Nikamruhusu na mimi nikabaki nyumbani na mwanangu nikiwaza, ina maana kwamba Mr. X hajagundua kuwa mfanano wa mtoto sio wake? Nilikuwa najiuliza sana maswali hayo. Siku ya pili asubuhi alianza kurudi mume wangu. Sikumuuliza chochote kwa kuwa alishawahi kuniambia ya kwamba akitoka na hajalala nyumbani basi nijue tu ni mambo yaliyo chini ya uwezo wake. Na nikimuuliza na kuwa mkali na kuondoka tena. Nilishamzoea. Alipofika aliniuliza swali, Vai yupo wapi? Nami nikamjibu sijui, ila aliaga atarudi siku ya pili yake, yani siku hiyo aliyorudi mume wangu. Tulipokaa mezani aliniuliza kitu kuhusu mdogo wangu. Hivi una mpango gani na mdogo wako? Hapa nilimwangalia sana mume wangu. Nilimwangalia ili atoe ufafanuzi mpango upi ambao amegusia. Alinielewa mume wangu. Alinipa ufafanuzi. Unajua Vai ni mkubwa sasa na anajielewa. Umepanga kumfanyia nini? Ndio swali langu hilo. Aliniuliza tena. Nilibaki kushangaa. Nikaamua tu kujibu kwa vile alivyotaka. Nami nilishaanza kuwa na kiburi na kutengeneza sheria zangu. Haiwezekani aninyanyase kama kinyago. Sina mpango, nasubiri tu aniage arudi nyumbani. Mashamba yanamsubiri. Nilijibu na kuendelea kula. Sawa, ila nimeshaongea na wazazi kwa maana ya mama yangu. Nimemwomba abaki hapa Dar na tutamtafutia kitu cha kufanya. Na imani atasaidia sana familia pindi akifanikiwa. Naye aliongea na kuendelea kula. Nilimkata jicho kwa kuwa kumbe alishafanya uamuzi na sasa alikuja tu kunijaribu. Matusi yalijaa mashavuni lakini niliyazuia. Nikamuuliza swali. Kwa hiyo ataishi wapi? Lilikuwa swali rahisi sana kwake. Likajibiwa. Ataishi hapa hadi siku atakapoona inatosha na anahitaji kuanza maisha yake. Alijibu hivyo na kusimama. Alichomoa koti lake kwenye kiti na kutoweka ndani pale. Lo, eti mwanamke hana nafasi ya kufanya maamuzi? Alikwambia nani? Na kwa nini amng'ang'anie mdogo wangu? Na msikilizaji, hiyo ni sehemu ya 10 ya riwaya iitwayo Machozi ya Damu. Tafadhali endelea kuwa nami Pasco Tuliano hadi mwisho wa riwaya hii. Tukutane katika sehemu ya 11 tufahamu nini kiliendelea baada ya hapo. Mr. Xavier amekwisha kuamua ya kwamba mdogo wa mke wake kwa maana ya Violet atasalia pale pale ndani na atamtafutia kazi ya kufanya. Nini hatima? Wakati huo Lightness tayari anafahamu mtoto aliyenaye si mtoto halali wa Mr. Xavier, na Mr. Xavier ameanza kushitukia baadhi ya vitu ambavyo si vya kawaida kutoka kwa mtoto yule. Nini kitajiri? Tafadhali tukutane sehemu ya 11. Hakikisha una subscribe katika YouTube channel ya Simulizi Zetu Media. Uendelee kuwa wa kwanza kupata simulizi hizi. Asante, tukutane sehemu inayofuata.
Naam, hii ni sehemu ya 11 ya riwaya iitwayo Machozi ya Damu. Riwaya hii imeandikwa na mtunzi Xaveri Iluoga, anayepatikana kupitia nambari za simu 0672493994. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Wasiliana na Simulizi Zetu Media kupitia nambari ya WhatsApp 0757567253. Na sasa tusonge mbele katika sehemu hii ya 11 ya riwaya ya Machozi ya Damu. Mwanadada Lightness anaendelea kutupa mkasa uliomsibu hadi kupelekea kufungwa kifungo cha maisha jela. Sasa tusonge mbele. Ilifika mwezi sasa tangu nijifungue mtoto tuliyempa jina la Colin. Sikujua hata baba yake mlezi aliamua nini kumuita hivyo. Mimi sikujishughulisha sana na huyo mtoto, kwani roho ilikuwa inaniuma sana nikimtizama. Yaani mtoto mwenyewe alikuwa copyright kama baba yake mshenzi Dr. Fani. Sijui mume wangu hakugundua hilo au ndio maana nilimuua. Sidhani, lakini basi ndugu zangu waandishi wa habari, pale nyumbani maisha yalikuwa yanaenda tu, ili mradi mimi nikitoka na mwanangu, basi mdogo wangu Vai naye anaelekea na kujua yeye. Mume wangu muda mwingi aliutumia kutunga na kuandika simulizi. Majukumu ya kazi akamfanya tena kuwa adimu nyumbani. Hayo ndiyo yalikuwa maelezo yake mara nyingi. Muda ulifika tena wa mimi kuumia. Mume wangu alishikilia bango kuhusu swala la mdogo wangu kutafutiwa kazi. Alikuwa kila akija jioni basi haache kuuliza kwa mdogo wangu, ule mpango umeishia wapi? Bila shaka kuna ajenda muhimu walikuwa nayo. Katika upembuzi wangu niligundua kuwa anamfungulia duka la nguo pale Mbagala za KM. Niliumia sana kwa kweli. Nilikumbuka siku ambayo tuligombana kisa tu nilimuomba mtaji na ruhusa ya kukopesha vitenge na sabuni ya unga nikiwa ndani ya nyumba. Mambo aliyokuwa anafanya mdogo wangu yakaendelea kunivuruga. Nilipokaa naye na kumuuliza, alinijibu, punguza wivu dada yangu. Nikaachana naye, kwani kipindi hiki nilianza kumchukia, hivyo niliepusha shari ya kumuumiza. Habari njema ikaja nyumbani kwangu, ndugu zangu waandishi wa habari. Siku hiyo mume wangu alikuja mapema sana na kutuita wote wawili. Mimi nikiwa na mwanangu miguuni, yeye na mdogo wangu Violet. Mume wangu alionyesha na furaha sana siku hii, lakini sikumtilia maanani. Nilishamzoea kwa kujaribu kuwa mtu wa tofauti kila siku. Mke wangu, unajua shemeji yangu hapa Vai amefanikiwa kumteka kijana wa watu huko. Sasa sijui hata walikutana wapi huko, sijui. Inawezekana ndo Facebook, mimi naye hatujui. Lakini ameniambia amepata mtu sahihi ambaye bila shaka amekuja tena Tanzania kwa ajili ya kutoa shughuli zote za kuoa na kupaa naye tena huko kwake Jamaica. Jamaica? Nilishituka mno na uso ukamwelekea mdogo wangu ambaye naye alikuwa anatabasamu tu kwa taarifa zile. Ni kweli kabisa nilimchoka mdogo wangu pale nyumbani na nilipenda apate mtu aondoke, kwani ni umri ulikuwa unataka kumtupa mkono. Lakini sasa ndo kapata mtu mwenyewe kutoka Jamaica. Hapo nilikuwa mkali kidogo. Hata kama simpendi mdogo wangu, lakini si wa kumpeleka mbali kiasi hicho. Dada, mbona uonesha hata kufurahi na hizo taarifa? Unapenda nizeekee kwa mume wako, sio? Aliongea kauli ambayo nilitafsiri mapema mno. Yaani kanishusha heshima mbele ya mume wangu. Ina maana tunamzeesha. Nilichukia haswa na kutaka kuondoka. Lakini kuogopa ukali wa mume wangu, nilijikaza kisabuni na kuitika kwa sauti ya chini. Sawa, atakuja lini sasa kumchukua? Maana akizidi mwezi tu basi atamkuta ameshazeeka huyu. Nilijibu na kumwangalia amechukuliaje kauli yangu, lakini hakuonesha kuchukizwa. Alifurahi tu, lakini mume wangu ndio alinikazia jicho hasa. Alisimama na kunishika mkono. Aliniamuru nimwache mtoto pale
na tutoke pembeni tukatete kidogo. Laiti, sasa ni lipi liwe bora kwako? Nahangaika na familia yako kila siku, namtafutia vai sehemu ya biashara unanuna. Haya, kapata mchumba hutaki. Unataka endelee kukaa hapa ili mwisho kitoke nini sasa? Hebu kuwa muelewa bwana. Acha kuwa mzibaji wa riski za wengine. Amependwa, tena amependwa na mtu mzito kweli. Okay, nimeshaeleweka. Andaa nyumba, kesho kutwa anakuja kumuona na kuendeleza mambo mengine ya kufanikisha shughuli za ndoa. Sawa? Aliongea mume wangu na kutaka kuondoka, lakini nilimshika mkono. Jamani, na mimi kwa wakati huo nilikuwa jeuri kweli kweli. Mume wangu, lakini si unajua tamaduni za kwetu, kama wamependana kweli, basi yeye ndiye anapaswa kumtuma mshenga nyumbani kule Madaba. Baada ya hapo ndo mambo mengine yafuate. Sasa unataka kumleta hapo wewe kijana ili anisababishie tu mimi matatizo kwa wazazi, sio? Nilimjibu kulingana na taratibu za kwetu. Bila shaka alinielewa. Alitabasamu na kuniachisha mkono kisha kuondoka. Ukawa mwisho maongezi kwa siku hiyo. Kama ilivyo tabia ya saa, wazungu walichukua 7 na kuita 1. Sijajua walitumia kigezo gani. Labda ili wapate mzunguko wa masaa 24. Mishale ya saa ya ukutani kakimbizana kwa kasi na kusogeza siku. Hatimaye siku ambayo mgeni ambaye ndiyo muoaji wa mdogo wangu alipaswa kufika. Mimi na mdogo wangu Laiti tulibaki kuandaa nyumba na kuandaa chakula. Mume wangu alienda huko uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa ajili ya kumpokea mgeni. Mara baada ya muda hatua za watu wawili zilisikika mlangoni. Mdogo wangu alienda kasi kufungua mlango na wote wakaingia. Mimi bado nilikuwa nikiweka sawa vitu jikoni. Nikatayarisha kila kitu na kumuita mdogo wangu aje kunisaidia kubeba baadhi ya vyakula na kupeleka sebuleni. Na mimi nikabeba sahani ya mwisho ambayo ilikuwa na mayai yaliyopikwa kwa ustadi kama yale yanayopatikana katika hoteli za Uarabuni. Nilitembea mdogo na sahani yangu ndogo kuepusha kuanguka. Nilipita baraza alipokaa mgeni na mume wangu. Nikaelekeza macho yangu kwanza hadi mezani ambapo zipo upande mwingine ukiachana na sehemu ya masofa ya kupumzikia. Mke wetu kanawili sana jamani. Ghafla nilisikia sauti ya mtu ambaye namfahamu sana. Moyo wangu uliganda ghafla na kushindwa kusogea mbele. Nilijikuta tu nageuka nikiona sahani ya moto mkononi. La haula, Dr. Fani. Nilipigwa na butwaa na kuangusha ile sahani niliyoibeba. Inakuwaje? Macho na akili vyote vilithibitisha ya kuwa ni kweli alikuwa yeye, Dr. Fani. We mbwa, unafanya nini hapa? Niliongea kwa sauti kubwa huku kila mtu akinishangaa. Si mdogo wangu Vai, si mume wangu Mr. X na hata yule mgeni niliyemtambua mwanzo kwamba ni Dr. Fani. Dr. Fani alionyesha ameshitushwa sana na kauli yangu. Alionyesha kushangaa kana kwamba hakuna alilowahi kulifanya. Hapo ndipo nikakumbuka kuwa kweli kuna siku aliniambia ya kwamba yupo nje ya nchi. Kumbe ndio alikuwa huko Jamaika na sasa amekuja kuniolea mdogo wangu Vai. Nilijikuta nashika kiuno na kumsogelea Dr. Fani, lakini mume wangu aliniwahi na kunishika. Sura zao wote walionyesha kama mimi nimepandwa na kichaa na sasa nilianza kumwaibisha Dr. Fani. We mshenzi ndio umekuja kuniharibia mdogo wangu. Mbwa. Nilishindwa kuongea yote kuhofia kufichua siri yangu ya muda mrefu. Mume wangu aliniachia mkono na kuendelea kushangaa kwa yanayotokea kwa wakati ule. Nilijikuta naruka kwa kasi na kumparamia Dr. Fani. Nilimwasha kibao cha nguvu hadi mwili wangu ulitetemeka. Nilikuwa na kisasi kikubwa sana kwa huyu mtu. Leo zilikuwa ni 40 zake kwa kweli, lakini mume wangu aliniwahi tena na kunisogeza pembeni. Laiti, we Laiti, nini hiki? Hivi umepandwa na kichaa Umemsahau huyu? Huyu ni Dr. Fani, ni yule aliyekuhudumia kwa takribani miezi 9 ya mwanangu Bright. Mbona unanifedhesha hivi wewe mwanamke? Aliongea kwa ghadhabu mno mume wangu. Bila shaka kitendo kile
kilimuuma sana mume wangu. Nilimuona tu alivyokuwa anaongea huku anatetemeka. Dr. Fani alinyanyuka pale alipokaa na kunitazama kwa masikitiko sana, kana kwamba ni mtu ambaye hana hatia kabisa. Jamani wanaume, mnajua sana kuigiza. Basi na yeye alionyeshwa kuchukizwa sana na kitendo kile. Alizipiga hatua ndefu kuelekea mlangoni. Alifungua kwa nguvu, akapita na kisha kuubamiza. Akatoweka zake yule mshenzi. Hapo nilihema kidogo, kwani nilimshikisha adabu japo kwa uchache. Lakini kitendo kile, ndugu zangu waandishi wa habari, kilikuwa sumu kwa mdogo wangu. Alijawa na ghadhabu sana kwa kumpiga kofi mpenzi wake mpya, ambaye ndiye alikuwa amefika kwa ajili ya kujitambulisha na kufanya taratibu za kumwoa. Nilikuwa na kuheshimu sana dada yangu sana, lakini leo hapana. Umeamua kunionyesha mbele ya mume wako leo kwamba unipendi hata kuniona. Hupendi kuniona nikifanikiwa dada. Sasa unampigaje? Unampigaje mtu wangu jamani Naye mdogo wangu Vai alinivamia pale pale niliposhikwa na mume wangu. Alinitikisa sana na umbo langu lilokuwa linawaka kama taa. Alikuwa na nguvu sana mdogo wangu. Kwa nini nisilie? Nililia sana kwa kukosa msaada. Mdogo wangu ananitikisa vile na mume wangu yupo ananitazama tu. Hakufanya lolote lile. Waliniacha pale pale chini na wao wakaondoka zao. Punde alikuja mwanangu Colin pale nilipo. Alikuwa anatambaa. Nilipomuona sikutaka kabisa ajue mapito ya mama yake. Nilimkokota hadi pale mezani. Niliokota na yale mayai baadhi yaliyoanguka pamoja na vipande vya sahani ya udongo na kuvisogeza mbali. Taratibu nilianza kumlisha mwanangu bila mimi mwenyewe kula. Machozi yalipotaka kunitoka nilizuia na kanga yangu. Makamasi nayo nilipambana nayo kwa pumzi tu. Yakitaka kutoka basi na yavutia ndani kwa haraka sana. Hakika wakati huo nilikuwa nalia machozi ya damu. Ndugu zangu waandishi wa habari, mnajua kisasi ambacho mdogo wangu aliamua kukifanya? Alianza kunitesa sana kwa kweli. Na kwa vile mume wangu alikuwa upande wake, basi nilijuta kuzaliwa na kuwa dada yake. Alianza kunywa pombe nje ya nyumba na kuja amelewa. Anatapika nyumba nzima kisha kwenda kujilalia. Siku nyingine anaamua tu kuja nyumbani na vyupa vyake vya bia. Anavipasua bila kujua kuna mtoto mdogo mle ndani. Nyumba ilishakuwa yake tayari. Toka hapo nikazisahau tena habari za Dr. Fani. Daktari mshenzi, sijui alijifichia wapi. Baada ya matatizo kuongezeka siku baada ya siku, niliapa kurudi nyumbani kwa baba na mama. Ilikuwa ni kinyume na kabila letu kurudi nyumbani wakati tayari wameshakuoza. Tena kwa gharama kubwa sana. Ilikuwa ni kosa. Tena kurudi bila talaka ni kesi kubwa kama ya kuua. Nikaamua kwanza kumtafuta mshauri. Niliingia mtandaoni na kutafuta sehemu sahihi ya mimi kupata chakula cha akili. Kitaalamu anaitwa psychological counseling. Baada ya kutafuta nilifanikiwa kukutana na mazungumzo ya mahusiano aliyofanya daktari mmoja wa kike mbobezi wa akili za binadamu. Nilipanga kukutana na yeye, akaitika. Alikubali. Ikawa safari ya kuelekea Mwananyamala ambapo ofisi zake zipo daktari huyo. Jengo refu lenye ghorofa zaidi ya 8. Nililipanda kusaidiwa na kisaidizi yani lifti. Nilitafuta ofisi ambayo nilielekezwa. Mlangoni nilikutana na jina la mtu ninayepanga kukutana naye. Mlangoni paliandikwa Dr. Msola Sylvia. Maandishi hayo yalibandikwa kwa karatasi nyeupe mlangoni kwake. Yalionyesha na muda ambao anapatikana kwa wiki. Yaliandikwa kwa Kiingereza. Sijui kama yaliwalenga hasa wa Tanzania wasio na elimu. Mimi sikufuata uchunguzi huo. Niliingia ndani na kukutana naye. Karibu Lightness. Alinikaribisha nikae na alikuwa ananijua kabisa, kwani tulishafahamiana mapema kabla hatujakutana. Tulishatumiana hadi picha kupitia mtandao. Ndani katika ofisi ile kulikuwa na viti vitatu. Kimoja kilikuwa kando ya kompyuta. Vingine viwili vilikuwa vipo kando kidogo upande wa kulia wa kiti na meza yenye kompyuta. Aliponikaribisha, alisimama na kuja nilipo.
Alinionyesha kwa ishara kiti cha kukaa na akakaa kiti kilichofuata. Bila shaka umeaga huko ulikotoka Alianza kazi yake kwa kujitambulisha tena na kisha kuniuliza maswali. Lengo ni kujua nimefikia wapi kuhusu mahusiano yangu. Ndugu zangu waandishi wa habari, hawa watu wanaohusika na mambo ya saikolojia wapo vizuri sana. Naweza kusema ni watamu sana katika kucheza na lugha. Alinitongoza kwa maneno hadi nikajikuta najimwaga mambo yote yaliyonihusu. Okay, sawa Lightness. Kuna lolote pia labda ambalo unahisi inaweza kuwa sababu ya mume wako kwa hivyo? Aliniuliza swali la mwisho na nikampa majibu kwamba ninahisi tu ni sababu kubwa ni kumpotezea mtoto wake wa kwanza, lakini sio kwa kusudi langu bali ni Mwenyezi Mungu aliingilia kati. Nikwambie kitu Lightness. Unajua mwanamke ni mtu ambaye anajitahidi sana kujibebea yeye na pia kubeba matatizo ya mtu mwingine. Unajua jinsia ya kiume inamtazama mwanamke kama ni mtu wa aina mbili. Kwanza anaonekana kama mama. Hakuna mwanamke ambaye anaheshimika na mwanaume kama mama. Ndio maana hata baadhi hudiriki hata kupachika majina ya vyeo vya wazazi wao kwa wake zao ili tu wafanane na kuendana na mama zao. Utakuta pia wanaume wengi kabla ya kuoa lazima alinganishe mwanamke huyo anafanana vipi na mama yake au anatofautiana vipi na mama yake. Huo ni upande wa kwanza au upande wa mama wa mwanamke. Lakini pia upande wa pili, mwanamke huchukuliwa kama mchanganyiko wa watu. Hapa utakuta kuna dada ndani ya mwanamke, kuna shangazi ndani ya mwanamke, kuna mke ndani ya mwanamke na pia kuna hata shemeji ndani ya mwanamke. Wanaume wengi huchanganya watu hawa na kuja na hitimisho kwamba mwanamke si mtu wa kuaminika. Kwa maana muda huo anaweza akawa dada, dakika mbili mbele akawa mke, mara amekuwa anti, mara amekuwa rafiki, mara amekuwa anaweza akawa mtu aina yoyote kwa dakika yoyote. Hapa ndipo tulipo wanawake wengi. Ikumbukwe kuwa mama si lazima awe na mtoto au la. Mwanamke ni mama kwa asili hata katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Unaweza ukamlea mume wako na wala haimaanishi kwamba ni mtoto. Lengo la kukwambia haya yote ni kwamba kuwa mama kwa muda. Vumilia kwanza, nafanya mambo yako taratibu tu. Jitahidi kupunguza kiburi. Punguza sana safari zisizo za lazima, lakini pia usichukie pale ambapo mume wako atakukosea. Hapo atajifunza kitu. Ndoa nyingi huvunjika kwa kukosa uvumilivu. Vumilia sana Lightness na kusisitiza katika hili. Ndugu zangu waandishi wa habari, yule mshauri alinieleza mengi sana siku hiyo. Kwa kweli Mwenyezi Mungu alimbariki sana. Alikuwa anaongea vitu ambavyo niliona ni sahihi kwa asilimia zote. Nilirudi nyumbani na kujiona mtu mpya kabisa. Nilianza kuishi yale yote ambayo nilitoka kuambiwa na mwanamke mwenzangu. Nilipanga kumpenda mwanangu, kumpenda mdogo wangu na pia kumpenda mume wangu hata kama wao hawatanipenda. Nia ni kuweka ndoa yangu sehemu salama. Ndugu zangu waandishi, nisiwachoshe sana na simulizi yangu hii. Najua mna majukumu mengine pia baada ya hapa. Naomba nimalizie na matukio mawili ambayo ndio sababu kuu ya mimi kuwa muuaji mpaka hii leo niko hapa gerezani. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2029, mwaka mmoja nyuma kabla ya mwaka huu 2030. Licha ya kuwa nilibadilika na kuwapenda wote, lakini bado wao hawakubadilika kwangu. Mdogo wangu aliendelea kunionyesha tu dharau na kejeli. Mume wangu alikuwa haeleweki kabisa, leo malaika kesho shetani. Basi siku moja nilikaa mwenyewe nikiwa nacheza na mwanangu siku hiyo. Mlango ukabisha hodi na nikatoka kufungua geti la nje. Aliyekuja alikuwa ni yule mtu mbishi, katili, mtu ambaye nilimchukia sana. Sikutamani kabisa kumuona mtu yule, lakini leo alikuja kwa utofauti kabisa. Alitoka katika gari akiwa na bastola mkononi. Niliogopa sana ndugu zangu. Kwa kweli nilitamani hata kujinyea, lakini ukubwa ukaingilia kati. Nikajikaza. Alinisogeza na bastola yake hadi ndani. Alipofika akakutana ana kwa ana na mtoto wake. Alinisukumiza chini nikaanguka.
Akaenda hadi pale aliposimama mtoto wake, akamkumbatia na kumuweka karibu yake. Laiti, huu ni mchezo, kwa nini hutaki kukubali kuwa umeshindwa? Aliongea hivyo Dr. Fani na kisha kumbusu mtoto wake ambaye alikuwa anashangaa tu, hakuelewa nini kinaendelea. Maskini mtoto yule. Nilijua baada ya yote haya labda utakuwa umeshaenda kwenu na kunilelea mtoto wangu, lakini wapi, unaendelea kuteseka tu Kuna muda dhambi nafanya mimi, lakini nakuonea huruma. Aliongea tena na kusimama Dr. Fani. Leo nimekuja kumchukua mwanangu. Aliongea tena na kumnyanyua Colin. Hapa nilijikuta tu nasimama na kumnyofoa mwanangu. Alinisukuma tena na kuanguka chini hadi kuvunja meza ya kioo iliyokuwepo sehemu niliangukia. Damu zilianza kunitoka kichwani, lakini sikujua sehemu gani ilitoboka. Sikuhisi maumivu kabisa kwa wakati ule. Nilipotaka kunyanyuka tena, alinionyesha bastola na kunionya nisithubutu hata kidogo kunyanyuka. Alitoka na mwanangu ambaye kwa sasa alikuwa ameanza kulia kilio kizito kwa wakati huo. Hakujali Dr. Fani. Alipofika mlangoni aliacha kuninyoshia bastola na kuniambia maneno machache tu. Maneno ambayo ndio haya yameniweka mimi gerezani kwa mwezi mmoja sasa. Achana na mwanangu, umeshamlea, inatosha. Saizi ni zamu yangu kulea. Usinifuatilie kabisa. Kumbuka nina picha na video zako zile chafu ambazo nilikupiga kipindi kile. Utadhalilika sana na sijui itakuwaje. Tafuteni mtoto wenu, mwanangu niacheni sasa. Na kama ulikuwa ujui, wasaliti wakubwa ni mdogo wako mwenyewe na huyo mume wako. Wamenifanyisha mimi kazi na wameshindwa kunipa ujira wangu. Sasa bora niondoke na kiumbe changu. Na kama unataka kuamini hayo ninayosema, nenda hivi sasa pale New Hope Lodge, chumba namba 12. Utamkuta mume wako na mwanamke mwingine. Aliongea kwa hasira Dr. Fani. Aliyosema yaliniingia haswa. Kumbe nilikuwa katika mchezo na Mr. X ndio aliyemrubuni hata Dr. Fani anifanyia unyama ule. Nikabaki katika taharuki nisijue cha kufanya. Mambo meusi yakawa yanapita kichwani kwangu kwa haraka sana na kutoweka. Yaani linakuja hili na kuondoka. Dr. Fani alipofika karibu na mlango wa kutokea, alinirushia bastola ndani na yeye kutoweka na mwanangu. Nilibaki ndani nikiwa bado nahisi kizunguzungu. Ndugu zangu waandishi wa habari, damu zilianza kulowanisha nywele zangu za kichwani. Bila shaka kuna kijisehemu kichwani kilikuwa kimepasuka. Damu ilikuwa inachirizika. Nikiwaza sana kipi nifanye, pepo la kuomba kushuhudia mume wangu akinisaliti lilinijia. Nilikimbia mle ndani kama kichaa, miguu ikihangaika nianzie wapi. Nilichukua kanga yangu na kuifunga kichwani ndindi eti ili kuzuia damu isitoke. Lo! Basi ndugu zangu waandishi wa habari, niliinama na kuokota ile bastola Dr. Fani aliyoiangusha pale chini. Kipindi hicho alikuwa tayari ameshaondoka na mwanangu, na kwa mara ya kwanza tangu nije duniani, siku hiyo ndio nilifanikiwa kushika chombo cha moto mkononi mwangu. Hapo kabla nilikuwa nikishuhudia tu watu wanavyofumaniwa wakiwa na silaha hasa kwenye bongo movie, na sasa leo nilikuwa natokewa na jambo kama lile. Nilihema kwa kasi na kufuta machozi. Nilivaa sura ya kikauzu kweli kweli. Mume wangu na huyo malaya wote na waua. Nilijisemea hayo ndugu zangu, utadhani nilijua kuua mtu ni jambo rahisi kama nilivyosema. Kwa kuwa sehemu niliyoelekezwa haikuwa mbali na nyumba yetu, yaani mume wangu alikuwa anafanya unyama jirani kabisa, hatua kama 100 hivi kutoka nyumbani kwetu. Basi nilitoka kasi sana, bastola nikificha ndani ya nguo yangu ya ndani. Sikujua hata kama niliwahi kujifunza jinsi ya kuitumia. Habari dada. Naelekea chumba namba 12. Nimehitajika huko. Niliongea huku nikilazimisha tabasamu. Nilishafika kwenye ile loji. Dada yule wa mapokezi hakunijibu, badala yake aliinua mkonga wa simu na kutaka kupiga sehemu. Hapana dada, ni surprise, hata usipige simu. Ni dada yake. Najua yupo na wifi yangu huko. Nikifika mlangoni nitagonga, hata usijali.
Niliongea hivyo kwa kuwa yule dada wa mapokezi nilijua kabisa anapiga simu kwa mteja wake kumuuliza kama ana miadi na mtu yeyote. Pia nilisema mimi ni dada yake kwa kuwa ningesema mimi ni mke wake basi angegutuka kuwa naenda kufumania kwa kuwa kuna mwanamke mwingine tayari yupo naye chumbani. Aliacha kupiga simu dada yule wa mapokezi na kunielekeza upande ambao chumba hicho kilipatikana. Nilitembea polepole sana kujenga uaminifu kwa yule dada. Nilipoona ameniacha niende mwenyewe na yeye kurudi katika majukumu yake, niliongeza mwendo huku nikisali kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba nimfume mume wangu akiwa kweli na mwanamke. Wakati natembea nilihisi kabisa nipo na hali tofauti, kwani mwili wangu ulianza kuishiwa nguvu pole pole. Nilipofika katika kile chumba nilisukuma kidogo, nikaona kimefungwa kabisa. Humo ndani, samahani sana, naomba niwape taarifa mara moja. Niliiga sauti ya yule mhudumu ili niweze kufunguliwa mlango. Kimya kikatanda. Bila shaka hakuna alisikia au la walisikia ila walitaka kurudia kusikia tena. Samahani, humo ndani. Niliita tena na kisha kugonga mlango kwa vidole vyangu 4 vya kulia. Nilijikuta nipo na moyo mgumu sana siku hiyo. Hapo nikasikia sauti ya michakato ya miguu ikija kufungua. Nikakaa tayari standby ili akifungua tu basi na mimi nipitilize ndani. Nikaishika na bastola yangu kama bado ipo kiunoni ili nihakikishe. Nikahakikisha kuwa ipo salama. Nguo yangu ya ndani iliibana bastola hiyo vizuri sana bila hata kutikisika. Si nilivaa dela bana, kila kitu cha ndani kilikaa vizuri. Baada ya sekunde mlango ukafunguliwa. Alikuwa ni mwanaume mwenye sura ya mshangao sana. Nimefikaje? Bila shaka sura ile ilijiuliza swali hilo. Alikuwa ni mume wangu halali wa ndoa. Sikuwa na shida naye. Shida ilikuwa kwa huyo malaya aliyejiegesha na mume wa mtu bila hata chembe ya aibu. Nilimpiga kikumbo mume wangu bila kutarajia na kuzama ndani kabisa ya chumba. Mungu wangu! Nilikutana uso kwa uso na mwanamke ambaye alikuwa uchi bila kujifunga chochote. Alikuwa ni mdogo wangu Vaileti. Vai huyu ambaye alizaliwa mwaka wa 2 baada ya mimi kuzaliwa. Nilijikuta nashindwa kufanya lolote. Mikono ikashika kichwa na kuhisi kinawaka moto. Nilijikuta napiga kelele kwa nguvu na kujirusha hadi chini. Nilijigonga tena karibu na ncha iliyotengeneza mpaka wa chumba na choo. Baada ya hapo kimya kikatanda tena. Nilizimia ndugu zangu waandishi wa habari. Msikilizaji, Light anaendelea kutupa mkasa na hapa anaanza kufunguka sasa moja kwa moja sababu iliyopelekea paka leo yupo gerezani. Hayo ndiyo yaliyomsibu. Bado tunaendelea kumsikiliza kitu gani kilijiri mara baada ya hapo. Na sasa Light baada ya kupumzika kidogo akizungumza hayo aliendelea. Sasa hadi hapo ndugu zangu waandishi wa habari, je, huyu alikuwa ni mwanaume wa kubaki mzima kweli? Jamani, semeni hata wenyewe. Bora nimekwisha mfyekelea mbali huko. Mwanaume wangu alikuwa anaudhi sana. Alibadilika na kuwa katili yeye mwenyewe. Ona sasa hadi anafanya mapenzi na mdogo wangu Vai na sikujua kabisa walianza lini. Yaani kumbe anatuburuza nyumba nzima. Anakula kwangu, anaona sina ladha, anaenda kumalizia kwa mdogo wangu. Au ndio mchezo ule ambao Dr. Fani alinichezea? Na walijifanya tu Dr. Fani anakuja kuoa mdogo wangu, kumbe anakuja kuzuga kuhusu kutojua anakula mdogo wangu. Wanaume kweli mwena aibu jamani. Light sasa aliongea huku analia. Kwa kweli aliyoshuhudia yalikuwa mazito mno. Alimwaga damu kwa kweli. Machozi yake hayakwenda bure. Aliongea sana na kutusema wanaume wote mle ndani. Kila mwanaume aliinamisha sura chini kwa majonzi na aibu ambayo mwanaume mwenzetu ambaye kwa sasa ni marehemu aliweka kwa mwanamke huyo. Ndani kukaloa sana.
Wote walikuwa wakilia kwa wakati huo. Hata mimi niwe muwazi, ndugu msikilizaji, katika kipengele hiki machozi yalinitoka. Lakini Light hakuwa kimya. Aliendelea kuwasema wanaume hadi tani yake. Hakuonesha sasa kujutia kumuua mume wake. Alishaathirika kabisa kisaikolojia. Aliongea huku anatokwa na machozi, machozi mazito mithili ya damu. Naam, msikilizaji, hiyo ni sehemu ya 11 ya riwaya hii iitwayo Machozi ya Damu. Nini kitaendelea mara baada ya hapo? Light amekwisha kufika katika chumba cha loji aliyoambiwa mume wake yupo na mwanamke mwingine. Amefanikiwa kufika na amemkuta mume wake yuko na mdogo wake ambaye ni Violet. Lakini anatueleza kwamba baada ya kushuhudia yale, aliishiwa nguvu, akaanguka chini na kuzimia. Wakati huo kumbuka, bastola ipo kiunoni mwake. Nini kitatokea katika sehemu ya 12? Atatueleza nini? Ungana nami Pasco Tuliano, naendelea kukusogezea mkasa huu mwanzo hadi mwisho, tufahamu hatima ya haya yote ilikuwa nini. Hakikisha una subscribe katika YouTube channel yetu ya Simulizi Zetu Media ili uendelee kuwa kwanza. Ili kuwaje baada ya hapo? Light aliendelea. Ndugu zangu waandishi wa habari, nilizinduka nikiwa nyumbani, nikiwa katika chumba cha kulala. Nilikuwa vile vile kama nilivyoanguka mwanzo kule loji. Nilipoamka tuna kukumbuka tukio zima lilivyokuwa, nilianza kupiga kelele humo ndani bila kikomo. Nilitukana sana siku hiyo. Nilimtukana mume wangu bila kujali jinsia. Nilimtukana mdogo wangu Violet hata kumtishia kumuua. Baada ya muda na matusi yangu kufika mbali, mume wangu alikuja ndani nilipo. Alikuwa amevaa suti, utadhani kuna kikao anataka kwenda. Aliingia akiwa amekunja sura sana, hakujali hata hali yangu. Alichukua mkanda wa suruali yake na kuanza kunipiga. Alinipiga kila sehemu katika mwili wangu, huku akiendelea kulalamika kwa nini namfuatilia maisha yake kiasi kile. Alinipiga sana kwa kweli. Lakini kama ningekuwa na mkanda mzima wa yale ambayo amenifanyia, basi angeshafungwa na mahakama ya haki za binadamu. Lakini sikutaka kumchelewesha. Nilimuua mimi mwenyewe. Hakuna cha mahakama. Basi ndugu zangu, alipomaliza kunipiga hadi kuona inatosha, aliamua kunifungia mlango kwa nje na yeye kujiandaa kutoka. Sikukubali. Licha maumivu ya kichwa na mengine yaliyotokana na kipigo kile, bado nilikuwa na hamu ya kumfuatilia mume wangu. Nilitaka kujua anaenda wapi na mdogo wangu Vai naye yupo wapi kwa wakati huo. Basi nikajitahidi kufungua mlango hadi nikaweza. Usishindane na mwanamke bwana. Mwanamke ni nyumba. Sasa ananifungia mlango wakati nyumba hiyo huwa naitumia mimi kila siku. Nilitoka na sikuona mtu yeyote pale ndani. Gari la mume wangu ndio lilikuwa linaishia getini. Tena alitoka bila kufunga geti. Aliona usumbufu kuanza kutoka katika gari yake kwa ajili ya kufunga geti. Nilitoka hadi nje hivyo hivyo na damu zangu kadhaa katika nguo. Nilikimbia hadi ilipokata kona ile gari. Nikachukua bajaji kulifuatilia hadi sehemu ambayo linaelekea. Liliposimama nami nilisimama. Mtindo wangu wa kuficha pesa katika sidiria ulinisaidia sana kulipia bajaji ile. Nililipa shilingi 3,000 hadi niliposhuka. Niliwaona wote wawili, yani mdogo wangu Vai akishikwa mkono na mume wangu. Hasira zilinipanda mara kadhaa na kutamani kuwaua hapo hapo. Niliitikisa kwanza silaha yangu kama ipo, kisha nikasogea sehemu ambayo wanaelekea. Kutoka walipoliacha gari kulikuwa na umbali wa hatua kadhaa hadi sehemu wanayokwenda. Kila mara walikuwa wanaangalia huku na huko kama kuna mtu anaofuatilia. Kwa kuwa nilishakuwa jambazi tayari, basi nilizijua mbinu zote za kujificha. Hawakuniona. Mwishowe wakaingia mlango mmoja chakavu sana, nami nikaingia huko, japo nilikutana na wababe pale mlangoni. Muhuri? Niliulizwa na mmoja wao, sura zikiwa kazini kweli kweli. Sikutaka kupoteza muda kwani nilisikia humo ndani kuna kelele nyingi sana. Basi nikajua ni kasino la siri
na kuingia humo ndani lazima uwe na muhuri maalum. Nikatoa noti moja 10,000 na kupitiliza ndani. Hawakuendelea kunifuatilia, waliniacha nifanye kazi yangu. Laiti kama ungejua naenda kutoa uhai wa mtu, wangenisimamisha. Basi ndugu zangu waandishi wa habari, niliwalia target nzuri watuhumiwa wangu. Niligusa tena ile bastola yangu na kuiona bado ipo tayari kwa kazi. Niliwafuatilia mdogo mdogo. Nilipishana na watu kadhaa niliowapiga kikumbo na kunishangaa, kwa nilionyesha ni sehemu ya watu wazito kidogo, lakini sehemu hiyo ilikuwa imejificha mno. Hapo nikagundua kuwa kweli nipo mchafu sana kuliko wote waliopo mle ndani. Nikawaza pia au hata wale walinzi pale getini waliniacha kwa kuwa walijua mimi ni malaya wa kujiuza. Niliona sawa tu, bora kuwa malaya, lakini sikuacha upuuzi unaendelea katika jamii. Mlango mwingine walipoingia wale washenzi wawili ulikuwa tena na walinzi. Hapo hawakudai muhuri wala nini, ila walinisimamisha tu. Basi nikasogea na kumnong'oneza mmoja sikioni, "Mchumba, naenda kutoa huduma huko." Niliongea kana kwamba ni mwanamke anayejiuza na kwenda kutoa huduma kwa mabosi. Siku zote wahenga wanakwambia nyani huteleza kwenye miti mingi. Basi wale walinzi walinipisha na nikaingia ndani kabisa walikoingia Mr. X na mdogo wangu Vai. Ukiingia ndani upande wa mwanzoni kuna mbao nyingi sana. Bila shaka ziliwekwa ili kuficha maongezi yao. Ukisogea kidogo kulikuwa na kijisehemu kama ukumbi mdogo hivi. Hapo kulikuwa na mwanga hafifu sana, lakini ulikuwa na rangi tofauti na nyingine. Hapo ndipo wanapofanyia vikao vyao. Nilijibanza kidogo kusikiliza maongezi yao, maongezi ambayo hayakuwa salama kwa upande wao. Walijiachia sana na kufanikiwa kutoa siri zao zote hadharani. Laiti mimi nikajua kila kitu kuhusu wao. Jambo nililoshukuru, hawakuwa wawili kama nilivyofuatilia, walikuwa 5. Walikuwa timu ambayo imekamilika. 3 kati yao nikiwa namfahamu, ni mwanamke mmoja ambaye ni mdogo wangu. Wanaume 2, kwa maana mmoja alikuwa ni mume wangu na mwingine alikuwa ni mshenzi Dr. Fani. 2 wengine sikuwahi kuwatia machoni kabisa, lakini walikuwa ni mwanamke mmoja na mwingine mwanaume. Wakati wanazungumza miguu yao waliegeza juu, pombe zikiwachekea na kuendelea kumwaga siri zao. Jamani, kumbe mtembea bure si sawa na mkaa bure ndugu zangu. Hapo nilishuhudia na kuyasikiliza mambo mengi. Unajua Mr. X, bado sikuelewi kabisa. Unanipa pesa yangu au ndio unaanza kunizingua? Tangu nifike sehemu ile, Dr. Fani ndiye aliyeanza mazungumzo. Swali lake lilimwelekea moja kwa moja Mr. X. Pesa zipo kijana, tatizo lako una haraka sana. Mchezo bado hujaisha kaka. Alafu nimeshapata habari kwamba umekuja nyumbani, umetia fujo, umemuumiza na mwisho umeondoka na mtoto wako. Alafu mbaya zaidi umemwambia kuwa mimi nipo sehemu na kula raha na huyo mtoto. Sasa kwa hilo ulilofanya, kuna hela nitakukata wale. Huo ni uzembe huo. Aliongea Mr. X huku akirusha mikono. Walionyesha kugeukana. Kila mtu alikuwa anatetea jambo lake. Mimi moyo ulikuwa unanisukuma nijitokeze. Hasira zile nikaba mno. Bro, unaniambia mimi hivyo? Mimi nina vyeti bro. Usinione napoteza muda hapa. Mimi ni daktari aisee. Umenitumia vibaya toka safari yako ya mwanzo. Ukiniambia weka dawa hii na weka fanya hivi nafanya. Sasa kwa nini upunguze hiyo pesa? Mkataba una mapungufu. Hebu kwa muelewa basi. Dr. Fani naye nilimsikia akionekana kutokubaliana na Mr. X. Aliongea vile alivyoona inafaa. Sijakaa sawa nikasikia sauti ya mdogo wangu. Jamani, kwani hapa tumekuja kugombana au kupeana majukumu mengine? Dr. Fani, Mr. X, nifikirieni na mimi. Nimefanya kazi kubwa sana mjue. Mimi naitamani ile nyumba kwa kweli. Huyu mdogo wangu naye akaendelea kunipa hasira. Yaani mdogo wangu anatamani nyumba tunaishi mimi na mume wangu. Niliona jambo la ajabu kweli kweli ndugu zangu. Msikilizaji, hiyo ni sehemu ya 12 ya riwaya hii iitwayo Machozi ya Damu. Tunaelekea ukingoni kabisa mwa riwaya hii. Sehemu ya 13 inafuata hivi punde.
Tafadhali endelea kusalia nami Pasco Tuliano tufahamu nini hatima ya haya yote. Asante, tukutane sehemu Machozi ya Damu sehemu ya 13. Msikilizaji, karibu katika riwaya hii ya Machozi ya Damu iliyoandikwa na mtunzi Xaveri Iluoga, anayepatikana kupitia nambari za simu za 0672493994, na hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Wasiliana nasi simulizi zetu media kupitia nambari ya WhatsApp ya 0757567253. Hakikisha pia unatufuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii, hasa YouTube, kwa kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Sasa tusonge mbele katika sehemu ya 13. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa kweli nilijikuta natokwa na machozi. Nilimfadhili mwenyewe na kumlea kwa kipindi chote hiki, lakini kumbe mdogo wangu naye pia alikuwa katika mpango wa kuniumiza. Nililia sana ndugu zangu, inauma sana. Mdogo wangu, kwa nini? Moyo wangu wakati huo ulikuwa unaniambia, ukitoka hapo anza na mdogo wako. Huyu naye analetaje? Mimi kwenye huo mpango wa mwisho mnitoi. Siwezi kutoa uhai wa mama mtoto wangu, siwezi kabisa. Dr. Fani alioropoka jingine. Kumbe walikuwa wana mpango wa kuniua kabisa. Na kwa nini aniite mama mtoto wake mbele ya mume wangu? Jamani, wanaume. Dr. Fani, hivi unajua kichaa changu kikinipanda hapa sitakuacha salama Umeanza kuwa mnafiki na kutugeuka si ndio? Sasa usiposhiriki na hili si utatuchoma wewe. Alafu pia ushahidi mwingi unao wewe. Picha, video za mtoto, lakini unataka kutugeuka Mr. X aliongea, mate akimtoka, kila neno lililomtoka lisikika na ngumi nzito kwenye meza. Sasa vijana, hebu tulieni. Kwanza tufikie mwafaka. Mimi kama wakili nilishaandaa kila kitu. Tuchague moja tu rahisi. Tumpe kesi za mauaji au tumuue tu kimya. Lakini sisi tulipo hapa tumeshaonesha kugeukana. Kila mtu anataka maslahi yake hapa, na sijui kama tutafika kulindia na siri zetu. Yule mwanaume mwingine nisiyemjua aliongea, akionesha ni mtu mzima hasa, tena ni kiongozi wa juu wa serikali. Hapana, nimejielewa sasa. Hiyo kazi sifanyi tena. Mr. X, nipe hata nusu hiyo nyingine kwa nini? Mimi nitaenda kuishi huko Jamaica. Siwezi kutoa uhai, niseme tu. Kwa sababu nishafanya naye mapenzi kinyume. Alafu nimerekodi kabisa. Bado tu nataka tena nitoe uhai wake. Mbona dhamani langu mimi alikuwa hili kabisa. Mnabadilika. Dr. Fani alikuwa mkali sana. Mimi nikabaki kujiuliza kwa nini wanataka hadi kuniua. Lakini kama walinisikia hivi, mdogo wangu Vai akatoa ufafanuzi. Hebu Dr. subiri na wewe, tulipokupa kazi ya kumbaka na kumrekodi, tulikubaliana nini unakumbuka? Aliongea mdogo wangu na kusubiri jibu, lakini hakujibiwa. Aliendelea. Okay, tulikubaliana hadi atakapokata tamaa na kurudi kwao. Au la, endelee kukupenda wewe na kuishi na wewe na mtoto wenu kama atakuja. Hivyo ndivyo tulielewana na Mr. X, si ndio? Aliuliza tena swali, na sasa alimgeukia Mr. X naye alitikisa kichwa kukubali. Ama kweli walipanga. Kumbe nilipendwa na Dr. Fani, halafu nikaja kufunga ndoa na Mr. X. Halafu nikaja kuzaa na Dr. Fani. Yaani walinirusha tu kama mpira. I say. Na kama tulikubaliana hivyo na tulitegemea atatoka pale aje kuishi kwako ili na mimi nishike nyumba na kuishi na Mr. X, lakini yule mwanamke akawa king'ang'anizi. Sasa tumuue tu, wa nini? Mdogo wangu wa tumbo moja aliongea bila kufumba macho. Yaani hadi tumbo la uzazi lilianza kuniuma jamani. Mdogo wangu, yaani anatamani mali zangu na mume wangu hadi kutaka kuniua. Sikubali aise. Leo nitawaua mimi. Nitawaua wote hawa. Nitaichomoa juu. Basi ndugu zangu, kuanzia sekunde ile nikachukua maamuzi ya kuichomoa bastola yangu na kuiweka sawa.
nikaibana vizuri mkononi ili isinidondoke kwa uoga. Okay, basi nitafanya hii kazi ya mwisho, lakini labda sijafanya hivyo. Mr. X, naomba niweke mzigo wangu kabisa, milioni 20 na hati zangu za kusafiria mimi na mwanangu. Tafadhali fanya hivyo kabla sijaamua kuchukua maamuzi mengine. Then hakikisha mnafuta ushahidi wote mapema kabla hakijasanuka. Unajua kutoa uhai wa mtu sio kazi rahisi. Aliongea Dr. Fani, na sasa kukubali kuchukua tenda kuniua. Waniue kisa nitakuja kuwa gharimu hapo baadaye. Hapa sikuvumilia, nikajitokeza nilipojificha nikiwa na bastola yangu ikiwa juu. Wote walihamaki na kunishangaa sana, ambao tayari walikuwa wameanza kulewa. Pombe ziliwaisha ghafla. Ilionyesha wote pale hakuna aliye na silaha sehemu ile. Walikuwa waoga sana, hata mdogo wangu alikuwa anatetemeka sana. Nilipanga kila mmoja risasi moja kama cheti cha kifo. Naanza na wewe kahaba. Nimekutoa kijijini kunisaidia. Kumbe unanisaidia vingi ambavyo sikuvitegemea. Mwanamke kahaba sana wewe. Una roho mbaya sana Vai mdogo wangu. Hivyo wewe tumetoka kweli tumbo moja. Nilimshitaki kwa kosa lake. Wakati nafanya hivyo, nilimwona Mr. X akitoa simu mfukoni na kutaka kupiga. Bila shaka alitaka kuomba msaada wa nje. Nilimkata jicho na kuamuru kwanza wote wazitoe simu zao na kuzirusha mbele. Wakafanya hivyo, kila mtu akitaka kuongea na kuomba msamaha. Sikumsikia mtu. Niliendelea kutoa hukumu. Vai, hivi ndivyo ulivyofundishwa jeshini hivi, sio? Na kuuliza wewe mbwa, hakika machozi yangu tayalipa leo. Nimekushuhudia mimi mwenyewe upo uchi chumba kimoja na mume wangu wa ndoa, shemeji yako kabisa. Kwa nini? Niliongea pamoja na matusi mazito sana. Sikutaka kumpiga risasi mmoja kwa wakati tofauti, kwa kuwa nilihisi mlio utatoka nje na watu watagundua kabla sijawaua wote. Nilikuwa nawasomea mashtaka na mwishowe ndio niwaue hawa wote washenzi. Baada ya pale nikaelekeza bastola yangu kwa Dr. Fani. Na wewe mpumbavu ambaye unachezea elimu yako kisa pesa. Pesa ndio nini wewe mwanaharamu? Ulininywesha dawa za kulevya ili nilale na ufanye ule ufuska wako. Ukaamua tu kuzichezea sehemu zangu za siri na kunitesa mimi. Nibebe mtoto wako kwa miezi na kumlea, sio? Dr. Fani naye nilimpa yake nikiwa bado nalia. Wote walikuwa wamerundikana sehemu moja na kumwonyeshea kidole Mr. X kwamba ndio mwanzo wa yote haya. Wao hawana makosa kwa maelezo yao. Lakini pia ni kwa sababu nakupenda laiti. Kelele! Nilikuwa mkali kweli. Nilishatoa roho ngumu tayari. Eti analalamika alikuwa ananipenda ndio atafute nafasi ya kunibaka. Sikumsikia hata kidogo. Na kama alikuwa ananipenda, kwa nini aniingize katika michezo ya hatari namna ile? Wa mwisho alikuwa ni mume wangu. Hapa niliatoa machozi na sauti ya kigugumizi ilinijaa. Niliona nikiongea sana naweza kumkosa. Nikakaza vizuri mikono. Mke wangu, jamani, hebu kumbuka tumetoka wapi mke wangu. Nitakueleza kwa nini nimefanya yote haya mama. Kuwa mpole basi please. Alikuwa mpole mume wangu kama pilitoni. Hata yeye sikutaka kumsikiliza kwa sababu zake, ziwe za ukweli ama za uongo. Sikutaka kabisa kusikia. Ataenda kumsimulia Mwenyezi Mungu huko mbinguni. Amenitesa sana vya kutosha kwa kweli. Na sasa ilifika muda wa mimi kujitetea. Nilitembeza risasi kwa wote watatu ndugu zangu waandishi wa habari, tena risasi za kichwa. Nikianza na kahaba mdogo wangu Vaileti, nikafuata kwa mshenzi Dr. Fani, na mwisho mume wangu wa ndoa. Niliwapiga risasi za vichwa wote watatu. Damu zikatapakaa chini chumba kizima. Nilikuwa natazamana na wale wawili waliobaki ambao walilia nusu kujikojolea. Sikuona kama na wao wana faida ya kukata uhai muda huo, kwani sikuwahi kushuhudia ubaya wao, japo walihusika katika matukio yangu kadhaa. Hata risasi nazo sidhani kama zingetosha zote kuwamaliza na wale wengine. Damu za wale watatu niliowaua zilinichanganya sana na nikajikuta napiga kunga la nguvu mno. Nililia machozi ya damu huku mwili wangu wote ukishuka chini ya sakafu ya zile damu, na nafsi ikinisema ya kuwa mimi ni muuaji, tena muuaji wa mume wangu, mume wa ndoa
akili yangu ilikuwa inacheza katika mauaji ya mume wangu tu na sio hao wengine, kwa sababu laiti nisingekuwa kwenye ndoa ya Mr. X basi yasingetokea hayo yote. Hivyo moyo wangu na vifungu vya ndoa vilinihukumu kwa kumuua mume wangu tu. Sekunde 30 mbele walijaa watu mle ndani. Bila shaka milio ile ya risasi ilisikika vyema ikitua ndani ya vichwa vya watuhumiwa wangu. Walioingia ndani walishindwa kuamini ya kwamba tukio hilo alilolifanya ni mwanamke. Nilishiwa nguvu hata za kukimbia. Ndugu zangu waandishi wa habari, niliganda hapo hapo na bastola yangu mbele ya maiti zile zenye historia mbaya kichwani mwangu. Msikilizaji, hiyo ni sehemu ya 13 ya riwaya hii iitwayo Machozi ya Damu. Tayari mwanadada Lightness Mkombo amekwisha kutekeleza mauaji ya watu watatu: Vaileti ambaye ni mdogo wake Dr. Fanny pamoja na mume wake Mr. Xaveri. Tukutane katika sehemu ya mwisho, sehemu ya 14 ya riwaya hii, ili tuhitimishe riwaya hii ya kusikitisha, kuhuzunisha, ya kusisimua, inayofundisha pia, ili tufahamu hatima ya haya yote katika sehemu ya 14. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Asante, tukutane sehemu ya 14, sehemu ya mwisho kabisa ya riwaya yetu pendwa ya Machozi ya Damu. Riwaya hii imeandikwa na mtunzi Xaveri Iluoga, anayepatikana kupitia nambari za simu 0672 493994, na hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Napatikana katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwa jina hilo, lakini tufuatilie Simulizi Zetu Media tukipatikana katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwa jina hilo, hasa upande wa YouTube. Hakikisha ukiingia hapo una subscribe, una share, una like na kucomment. Wasiliana nasi pia kwa njia ya WhatsApp kwa nambari ya simu 0757567253. Na sasa tusonge mbele katika sehemu ya mwisho kabisa ya riwaya hii itwayo Machozi ya Damu. Ndugu zangu waandishi wa habari, watu waliojaa mle ndani pamoja na wale wawili niliowabakiza wakakimbia wote na kutoka nje kuhofia ushahidi baada ya kusikia ving'ora vya polisi vikirindima, na hatimaye wakaingia ndani na kuchukua picha kadhaa za matukio. Polisi wale hawakuuliza walipofika zaidi ya kuninyang'anya ile bastola iliyokuwa mkononi mwangu hadi muda ule na kuiweka katika kijimfuko, na kisha wakaninyanyua msobe na kuondoka na mimi. Nilitolewa ndani ya jumba lile, na nje nilikutana na watu wengi sana wakinishangaa. Sikuwa na mpango nao hata kidogo, akili yangu ikijuta kwa nini nimemuua hadi mume wangu. Kichwa kilikuwa kinazunguka na wala sikujielewa kabisa. Hapa ndipo hata yale maumivu ya kichwa yalikuja tena. Bado remba langu la kitambaa lilizuia kwa uchache damu kuchirizika. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama kuna jambo ambalo mpaka hii leo naendelea kujitukana na kujiona ni mpuuzi, basi ni kuwaua wale watatu bila ya kuwauliza mtoto wangu yupo wapi. Hili lilinitesa sana hadi leo hii, lakini serikali inasema inaendelea kumtafuta kwa mwezi sasa, na wakimpata watampeleka kwa wazazi wangu huko Madaba mkoani Ruvuma. Basi katika tukio hilo, waandishi wa habari waliofika sehemu ile walichukua picha na video, kisha mimi nikachukuliwa na nikaingizwa kwenye karandinga tayari kwenda maabusu. Hivi ndivyo nilivyokamatwa, ndugu zangu waandishi wa habari. Na kuhusu hukumu, sikuwa na shahidi wala ushahidi wa aina yoyote ile. Ndugu zangu baadhi walihudhuria mahakamani, akiwemo baba yangu mzazi aliposhuhudia nikifungwa kifungo cha maisha jela. Na leo ndio natimiza mwezi mmoja tu tangu nipokea adhabu yangu.
Hakika nililia machozi ya damu siku hiyo ya adhabu, ndugu zangu, na nawashukuru sana waandishi wa habari waliopambana kunitoa jela ili nije kuujuza umma yale yaliyonisibu. Nimekiri ya kwamba nilikuwa mume wangu, lakini mdogo wangu na Dr. Fani sikuwaua mimi, walijiua kwa tamaa zao. Nipende kutoa ushauri kwa wanajamii, hasa wa kike na wa kiume mnaonitazama na kunisikiliza muda huu. Tusichukulie mzaha mambo madogo madogo yanayotokea katika maisha, hasa ya ndoa. Mambo hayo madogo madogo yakiishi ndani ya mtu hutengeneza jambo moja kubwa na baya sana. Naomba watu wachukue funzo kutoka kwangu na wajizuie katika kufanya maamuzi mazito kama yangu. Kwanza, wajitahidi kutafuta furaha popote ilipo, lakini wasimwage damu, wanaweza kukosa hiyo furaha. Pili, wajifunze kuwa mama bora kwa wanaume ambao wanatamani dunia iwapende. Kwa wanaume na waomba sana, acheni tabia ya kucheka madhaifu ya mtu, kwa maana mtu akikosea mwambie, na akipatia pia mwambie. Ikiwa unacheka au kutabasamu sehemu ambayo mwenzako amekosea, inaleta maana mbaya sana. Pia wanaume, wapendeni wanawake kwa hali zote. Hakikisha unajua tabia za mwanamke wako na jitahidi kuishi naye kwa upendo. Dunia ina makusudi yake kuwa duara, na ndiyo maana ya mzunguko wa maisha. Nawashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari. Naomba mimi nikapumzike sasa katika maisha yangu ya milele hadi pale Mwenyezi Mungu atakaponichukua. Amin. Naam, msikilizaji, na huo ndio ukawa mwisho wa mwanadada Lightness Mkombo kusimulia mkasa wake yaliyomsibu mpaka hii leo amefungwa kifungo cha maisha jela. Lightness Mkombo alimaliza akiwa amejibu maswali ya kwa nini ametoa uhai wa mume wake, na akauita mkutano huo wa waandishi wa habari kwa jina la machozi ya damu. Kila mwandishi pale ndani alichukua funzo na kutamani kulisambaza duniani kote. Nami pia nikiwa miongoni mwa waandishi wa habari waliohudhuria mkutano huo, sikuacha kuwaletea yale ambayo mwanadamu mwenzetu ameyagusia ili tupate funzo. Niwashukuru sana kwa matumizi mazuri ya muda wenu wa kufuatilia mkasa huu wa maisha. Natumai mmejifunza mengi sana. Wakati tunahitimisha, natoa angalizo. Majina, sehemu na matukio ya mkasa huu yametumika tu kufikisha ujumbe katika jamii, hayana uhalisia wowote ule katika maisha ya kawaida. Hivyo, yametumika tu kama nyenzo ya kifasihi ambayo tunaishi nayo. Asante kwa kuendelea kuwa mwanafamilia wa Simulizi Zetu Media. Asante kwa kuendelea kutunga mkono. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Tukutane wakati mwingine atakapopenda Mwenyezi Mungu.